Katika kutekeleza dira ya maendeleo ya 2050 ambayo inasisitiza kujenga uchumi jumuishi, Wakala wa Majengo Tanzania TBA tayari tumekwisha ainisha maeneo 149 ambayo yameiva kwa ajili ya miradi ya uwekezaji, na maeneo 38 katika mikoa 20 ya Tanzania tayari tumeyatangaza, tunakaribisha wawekezaji. Maeneo haya yanafaa kujenga hoteli, kujenga majengo ya biashara, kujenga maduka, kujenga na vitu vingine ambavyo ni vya kiuchumi zaidi. Tunawakaribisha sana wawekezaji mje kujumuika na sisi kuweza kutekeleza miradi ya uwekezaji. Na kwa utaratibu, kama mwekezaji atahitaji kuona maeneo hayo, maeneo ambayo yanapatikana kwenye mikoa yote 20 kama ilivyotangazwa, unaweza ukafika kwenye ofisi zetu za mkoa za Wakala wa Majengo Tanzania ili kupata mtu wa kukupeleka site na kukuonyesha maeneo hayo, ili ukileta andiko lako ama proposal tunasema iwe ina taarifa za kutosha. Wakala wa Majengo Tanzania umekuwa ukitekeleza nyumba za gharama nafuu kwa kuzingatia ubunifu na ubora na uimara. Magomeni Kota tuna blocks 8 ambao kila block moja ina nyumba 144, ambao kwenye block moja floor yake moja ina nyumba 16. Tumezingatia huduma muhimu, mfano maji, umeme, mahitaji ya watu maalum, tuna lifti, ila pia ufanisi wa nishati tumezingatia kwenye ubunifu wa nyumba hizi, mambo ya gesi asilia kwenye jiko, water treatment za maji, ila pamoja na solar system kwenye jengo. Ila pia tumezingatia mvuto wa majengo husika. Ukiwa unaliangalia jengo, ukiwa kwenye matumizi ya jengo, hautokuwa unaboreka. Material ambayo tunatumia katika masuala ya ujenzi tunahakikisha kwamba yanakuwa na ubora ambao unatakikana. Kwanza kabisa tuna batch plant ambako tunazalisha zege sisi wenyewe, lakini pia tunazalisha matofali pamoja na pavements, material ambazo ndio tunatumia katika ujenzi. Kwa sababu tunazalisha sisi wenyewe, maana yake tunakuwa na uwezo wa kuweza kucontrol masuala ya ubora, kwamba tunakuwa na material ambao yanakuwa na ubora ambao unatakikana. Lakini pia tunapokuja kwenye masuala ya utekelezaji, material yale ambayo tunatumia tunahakikisha kwamba tunapeleka maabara kwa ajili ya kuyapima na kuhakikisha kwamba yanakuwa na viwango ambavyo vinatakikana. Lakini pia wakati tunaendelea na utekelezaji, tunahakikisha kwamba tunakuwa na usimamizi ambao unahusisha wataalamu ambao wana uzoefu wa kutosha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi zote zinafanywa kulingana na viwango na kulingana na miongozo ya bodi ya wahandisi pamoja na bodi ya architect pamoja na wakadiriaji majenzi. Kwa hiyo kiujumla suala la ubora linazingatiwa kwa kiasi kikubwa sana katika majengo yote ambayo yanajengwa na Wakala wa Majengo Tanzania. Katika kutekeleza dira ya maendeleo ya 2050 ambayo imejikita katika kuhakikisha kuwa Watanzania wanakuwa na makazi bora ya kuishi, Wakala wa Majengo Tanzania TBA tumeanza kutekeleza dira. Tumeanza kutekeleza dira kwa kuanza ujenzi wa nyumba za makazi za gharama nafuu, na tumelenga makundi maalum yakihusisha zaidi vijana. Vijana tunatambua ndio walio wengi, majenzi, lakini pia miradi hii imelenga kundi hilo, ikiwa na maana ya kwamba hizi nyumba zitakuwa za gharama nafuu, ambapo utakuwa kuna chumba kimoja ambacho kitakuwa kina kila kitu ndani. Kitakuwa kina sebule, kitakuwa kina bafu, kitakuwa kina jiko, lakini pia kuna nyumba za chumba kimoja na sebule, vyumba viwili na sebule. Sambamba na hivyo, pia katika miradi hii vijana sasa tunategemea wataweza kuingia na kuweza kuishi. Wakati wanaishi katika nyumba hizo, watakuwa wanajipanga, mwisho wa siku wataweza na wao kuweza kumiliki nyumba nzuri na makazi bora. Miradi hii tumeanza katika mkoa wa Dar es Salaam, katika sehemu ya Temeke. Huko tumeupa jina la Temeke Kota, lakini pia baada ya Dar es Salaam tutakwenda Dodoma na mikoa mingine ya Tanzania. Kwa hiyo katika kutekeleza miradi hii tunakaribisha sana wawekezaji mje TBA tuweze kushirikiana pamoja kuweza kujenga uchumi na kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na makazi bora ya kuishi, tukilenga zaidi vijana na Watanzania wengine. Karibuni sana.